Ni wamekuja wasanii wa muziki wa injili, maproducer, madirector, mwitikio umekuwa mzuri na nyie media mmekuwa mkitusupporti, kwa hiyo tunashukuru sana. Yes. Unaona wapi hili wazo lako likitimia zaidi na zaidi la East Africa Gospel Music Awards? Wow, nadhani utaweza kujua kwamba mwanzo, ukiangalia mwanzo ndio una determine mwisho. Kwa hiyo nadhani umeiona mwanzo wa jambo. Sasa you can imagine miaka 5 ijayo. Kwa hiyo tunaiona ikikua, wasanii wa muziki wa injili wakienda kimataifa, tukiona kwamba wakipaza sauti zao zaidi na kumtukuza Mungu, kwa sababu mwisho wa siku sifa na utukufu zikamrudia Mungu. Na mwisho wa siku nafsi tujenge kizazi chenye maadili na chenye hofu ya Mungu. Ukijenga kizazi chenye maadili na hofu ya Mungu, ina maana kwamba hicho ni kizazi chenye afya ya akili na ni kizazi endelevu katika uchumi, katika kila sekta. Kwa hiyo kwa namna hiyo hapa tunachokwenda kufanya ni kujenga vizazi vyenye hofu ya Mungu na vyenye kumtukuza Mungu. Licha ya kwamba unaweza kuconnect na sisi, lakini kipi kikubwa ambacho unakitarajia kufanya zaidi kwa sasa? Okay, kikubwa zaidi labda tuweze kusema hapa ni kwamba tumeanza leo na Artist Connect. Tukitoka hapa tutakutana siku ya tarehe 28 ambayo itakuwa mwezi Juni pale viwanja vya Posta, ambapo tutafanya launch kubwa kwa ajili ya wananchi na Watanzania na wana East Africa wote, Afrika Mashariki. Kwa hiyo safari ndio imeanza. Kwa hiyo safari wanasema ni mpera. Kwa hiyo ili kwa sababu jina la Bwana lifanye nini? Libarikiwe. Kwa hiyo tunaanza hapo, baadaye vile tutakwenda The Dome ambayo itakuwa tarehe 29 August. Kwa hiyo safari bado ni ndefu, safari bado ni mbichi. Kwa hiyo tunachotaka tuende pamoja. Maana bado matukio ni mengi. Tukitoka hapa bado kuna matukio. East Africa inakuja na matukio ambayo tunaongozwa. Kadri tunavyozidi kuongozwa zaidi na ubunifu tunaendelea kuongeza, ili na wasanii wetu vile vile wa muziki wa injili wazidi kupata ubunifu zaidi. Kwa hiyo ndio basically ndio maana tumekuja kukuza sekta ya muziki wa injili. Muziki wa injili ni muziki ambao hutegemei kukutana na mambo ambayo hukuyatarajia. Uzuri wasanii wa muziki wa injili pia wanakaa na kujipanga, na wanajipanga wakiwa na miongozo inayosimamia imani zao. Wakatoliki wana mipaka yao na imani nyingine pia wana mipaka yao kama ilivyo kwa dini zote. Kwa hiyo si rahisi sana kukutana na kitu ambacho hukukitarajia kwenye muziki wa injili, kwa sababu kwanza miongozo ya imani zao, lakini pia ule muda wanaochukua katika kujipanga kutengeneza muziki wao. Ni ipi mipango ya serikali kusimama kidete na East Africa Gospel Music Awards? Na hili tunalifanya kwa makundi yote. Kama mmeona juzi Mheshimiwa Rais ametoka kuja kwenye tuzo za ucheshi, Tanzania Comedy Awards, na serikali imekuwepo ikisaidia makundi mbalimbali. Tumekuwa na hizi tuzo za muziki wetu wa kawaida, tumekuwa na tuzo za filamu na hizi tuzo za muziki wa injili kwa Tanzania na kwa Afrika Mashariki. Kama serikali sisi kazi yetu ni hiyo kuendelea kusimama nao, moja kuhakikisha wanafanikiwa, kwa sababu wanapofanikiwa wale wanaojihusisha na muziki huu wanapata ajira, wanaweza kujikwamua kiuchumi na wanaweza kuchangia kikamilifu kwenye uchumi wa nchi hii. Nimesema pale ndani kwamba muziki wa injili ni kwa ajili ya kumtukuza Mungu na kujiweka karibu na Yesu Kristo, na kama sehemu ya maandalizi ya huko tuendako. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge, Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa NACTVET namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia ofa maalum wahitimu wote wa kidato cha 4 2024 kwa kozi mbalimbali zikiwemo computer application, ICT for beginners, CCTV camera, video production, graphics design pamoja na sales and marketing. Kozi hizi zitaanza tarehe 2 mwezi wa 12 kwa awamu ya kwanza na tarehe 6 mwezi wa
kwanza 2025 kwa awamu ya pili. Pia muhula mpya wa masomo kwa kozi za IT, Hotel Management na Front Office utaanza tarehe 8 January 2025. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0766348652 au 0717816034. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi. Leo hii zimezinduliwa, vitakuwa zinatoa changamoto mbalimbali kwa ajili ya kuwasaidia wanamuziki kujijua kabisa kwamba ni wapi wanakwenda, wapi wanatoka, anaanguka kimuziki, anakuwa kimuziki. Kwa hiyo hizi tuzo zinawasaidia kujua ukuaji wao hasa kimuziki. Pia nataka niwaambie Watanzania kwamba waimbaji wa muziki wa Injili wana changamoto, wanachangia sana katika pato la taifa, pia wanachangia sana kwa ajili ya kueneza umoja, amani, mshikamano, na hasa tunakoelekea katika uchaguzi mkuu. Waimbaji hawa wanahubiri sana umoja, wanahubiri sana upendo, wanahubiri sana amani, ili kuhakikisha kwamba nchi yetu inapoelekea kwenye uchaguzi mkuu watu wakapige kura kwa amani na upendo na utulivu. Kwa hiyo nataka niwaambie kwamba wasanii wa muziki wa Injili ni chachu kubwa sana. Nataka niwaambie wameandaa nyimbo nyingi nzuri sana, na nyimbo hizi zitaanza kutolewa karibuni, na nyimbo hizi ni kwa ajili ya kuhamasisha amani. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge, Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa NACTVET namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia ofa maalum wahitimu wote wa kidato cha 4 2024 kwa kozi mbalimbali zikiwemo computer application, ICT for beginners, CCTV camera, video production, graphics design pamoja na sales and marketing. Kozi hizi zitaanza tarehe 2 mwezi wa 12 kwa awamu ya kwanza na tarehe 6 mwezi wa kwanza 2025 kwa awamu ya pili. Pia muhula mpya wa masomo kwa kozi za IT, Hotel Management na Front Office utaanza tarehe 8 January 2025. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0766348652 au 0717816034. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi.